Na mtazamaji wa Sanga TV na Bipo TV, tuizungumze michezo. Mimi naitwa Edwin Sisingano, nipo na Dosa Traore hapa kwa namna ambavyo tunachagiza kwa namna moja ama nyingine ya kimichezo ni mengi sana. Dosa, upo vizuri? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Naendelea vizuri. Jumatatu leo. Of course, Jumatatu ya mwezi wa 6 hii. Siku zinakatika. Tarehe 2 Julai. Kubwa zaidi ndugu zangu wa Sanga TV na Bipo TV. Tupo kwenye mwaka wa uchaguzi mkuu. Tunawaomba sana wa Tanzania wajitokeze kwa wingi kwa ajili ya kushiriki uchaguzi kwa amani na utulivu. Wa Tanzania, Sanga TV na Bipo TV waambie wa Tanzania waendelee kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya kushiriki uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu. Jeshi la polisi, vyombo vya dola pamoja na serikali wamejipanga kuhakikisha uchaguzi unakwenda kufanyika kwa amani na utulivu. Ndugu zangu wa Sanga TV, Bipo TV, karibuni sana tuchagize. Nipo na Dosa Traore kama nilivyozungumzia awali. Bana Dosa, baada ya mnyama kupeperushwa katika mashindano ya CRDB kombe la shirikisho, mnyama amerudi hapa Dar es Salaam kwa namna ambavyo amebakisha kombe moja tu la ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini maneno yalizungumzwa mengi, Simba kutolewa CRDB ni uchovu wa wachezaji wamechoka. Ni kweli Simba wachezaji walichoka? Kuna namna ambavyo kutolewa kwenye CRDB kombe la shirikisho? Kwanza naungana nao wote waliosema wachezaji wa Simba walichoka kwenye ule mchezo. Naungana nao. Kweli wachezaji wa Simba walichoka. Kweli performance ya wachezaji wa Simba ilikuwa ni hovyo. Kwa kila mchezaji wa Simba alicheza vibaya siku ile. Lakini nikwambie ndugu zangu wa Sanga TV na Bipo TV, moja ya sababu iliyosababisha Simba kutolewa kwenye mashindano ya CRDB Bank Federation ni ratiba mbovu kutoka kwa bodi ya ligi. Naomba urudie. Moja ya sababu ambayo Simba wamepeperushwa katika mashindano ya CRDB ni nini? Ni ratiba mbovu kutoka kwa CRDB Federation. Sanga TV, Bipo TV, kila Mtanzania kwa anafahamu Simba inawakilisha mashindano gani. Kila mwana Afrika alikuwa anatambua Simba ametoka kwenye mashindano gani. Lakini kila mwana Afrika Mashariki na Kati alikuwa anatambua na anajua kwamba Simba pekee ndio timu inawakilisha wana Afrika Mashariki na Kati kwenye mashindano ya Afrika. Haiwezekani klabu imetoka kushiriki kwenye mashindano ambayo inaliwakilisha taifa, alafu bodi ya ligi walishindwa angalau kuonea huruma kuwekea ratiba ambayo ingeenda kuwasaidia kwenye mashindano. Sijui umeelewa ndugu zangu? Ndio maana nikasema moja ya sababu iliyosababisha Simba kutolewa ni ratiba iliyopangwa na bodi ya ligi. Sijui umeelewa? Kwa sababu kile kiwango ama ile ratiba aliyoitumia Simba kwenye mashindano, hata ingelikuwa Real Madrid, nisikiliza vizuri, hata ingelikuwa Manchester City, hata ingelikuwa Paris Saint-Germain maarufu kama PSG, basi wangefungwa na Singida Black Stars. Ratiba ngumu ndio ilopelekea Simba kucheza mchezo mbovu. Na mimi nitumie fursa hii kuwapongeza sana wana Singida FC. Kwa sababu Waswahili wanasema ukila na kipofu usimshike mkono. Singida amekula na kipofu, hakumshika mkono, amempiga nyundo 3. Na sio nyundo 3, kama ukiangalia vizuri ule mchezo, Simba kuwa na nafasi ya kufungwa hata goli 5. Simba goli 3 ni chache sana kwenye mchezo ule. Simba alikuwa anafungwa hata goli 4. Bahati mbaya Ahmed Aragija alishindwa kusimamia sheria 17 za mpira wa miguu. Na hili kaliseme. Watu wanaamini kwamba Ahmed Aragija ni referee bora. Kwa sababu anapata nafasi ya kuchezesha michezo mikubwa. Lakini pia hivi sasa bara la Afrika linamwamini kwenda kuchezesha baadhi ya michezo. Lakini kwangu mimi nitumie Bipo TV, Sanga TV, Ahmed Aragija kama angesimamia sheria 17 za mpira wa miguu siku ya juzi, Simba angefungwa si chini ya goli 3. Dosa, wapo wanaoamini
sababu Simba angeshinda ule mchezo ilikuwa ni dabi ya Kariakoo nyingine ya mechi ya fainali kombe la CRDB. Mashabiki wa Simba wanaamini kwamba Simba wamewakimbia Young Africans tena. Kwako unazungumzaje, ni kweli Simba kuna namna amewakwepa kweli Young Africans ama ni namna tu ya mchezo kweli wenyewe Simba nikiri kwamba walipoteza kwenye football ama ni kweli Simba walikuwa na mbinu nyingine? Simba walichoka, Simba ratiba, lakini lazima nikiri Singida Black Stars siku ile alikuwa bora sana. Lakini niwaambie kama mtu anaamini Simba ametukimbia Yanga tarehe ngapi? 15 kwenye finali. Si ndio? Kama kuna taasisi inaamini Simba alikimbia tarehe 15 sio mbali Bipo TV. Naomba rudie Dosa kama kuna mtu anaamini Simba ni mbovu. Simba kakimbia tarehe 15. Tarehe kwenye siku ya finali. Tukutane tarehe 15. Sio wanasema Simba ni mbovu. Kama wamewakimbia kwenye mechi ya finali baada ya kufungwa na Singida. Sanga TV, Bipo TV. Kuna maneno mengine ni ya utani wa jadi. Lakini mimi naamini Simba amefungwa kwa sababu hakuwa vizuri kwenye ile siku. Simba amefungwa kwa sababu ya ratiba kumbana. Si ndio? Lakini mimi naamini pia Simba matokeo yale yamemuumiza kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo kama kuna mtu anaamini Simba ni mbovu, kama kuna mtu anaamini Simba imekimbia finali tarehe 15 sio mbali, tumombe Mwenyezi Mungu tufike. Dosa, kuna namna ambavyo Simba amekosa taji la CRDB, amebakisha ligi kuu soka Tanzania bara tu kombe moja. Wewe unaizungumziaje Simba kupoteza kombe la shirikisho lakini pia kombe la CRDB? Niliwahi kusema timu ya Simba inachokifanya kwenye mpira wa miguu msimu huu ni surprise. Timu ya Simba wanachokifanya msimu huu kwenye mpira wa miguu ni extra. Simba hakudeserve kufika finali. Simba hakudeserve kufika nusu finali ya CRDB Bank. Si ndio? Lakini Simba hakudeserve leo hii kugombania ubingwa wa ligi kuu ya Tanzania. Moja, kwa sababu ndio timu pekee duniani iliyofanya usajili wa wachezaji wengi. Ndio timu pekee duniani iliyosajili benchi zima la ufundi msimu huu. Si ndio? Kwa hiyo kufika Simba finali ya shirikisho extra ya wachezaji wake kupambana dakika 90. Lakini mipango ya Simba, malengo ya Simba yalikuwa ni kuhakikisha wanaitengeneza Simba Sport Club kuanzia msimu ujao, kuanzia na msimu ujao tena baada ya msimu ujao. Hatupaswi kulaumu Simba kukosa shirikisho barani Afrika na CRDB. Kwangu mimi nitawalaumu Simba kwa kucheza vibaya mechi ya Singida Black Stars. Lakini kwa msimu mzima Simba kwangu mimi hana deni. Amedeserve kufanya kila alichokifanya msimu huu. Na mimi naamini Simba bado ni timu bora. Na mimi naamini bado Simba Sport Club ni timu ya ushindani mkubwa sana. Kama wanaona Simba amekimbia finali tarehe 15 sio mbali. Dosa, kuna namna ambavyo Young Africans wanafurahia, lakini pia Simba baada ya mchezo huo jana wameposti next match, kituo kinachofuata ni dabi ya Kariakoo tarehe 15. Wewe unazungumziaje baada ya Simba kurudi kule Tanzanite kwa rana kufika Dar es Salaam na kuposti na kusema kituo kinachofuata ni dabi ya Kariakoo? Simba ni timu kubwa. Simba ni timu kubwa. Na jambo pekee, kila Mtanzania anajua ubora wa Simba. Kila Mwanaafrika Mashariki na Kati anajua ukubwa wa Simba. Lakini kila Mwanaafrika na dunia anajua status ya Simba Sport Club. Anajua rekodi za Simba Sport Club. Anajua history ya Simba Sport Club. Kuna maneno mengine tunaweza tukayazungumza kwa sababu Simba ni watani zetu. Lakini tukibaki kwenye reality ya mpira wa miguu, bado Simba ana nafasi ya kushindana kuelekea taji la NBC 24-25. Mimi naamini mchezo ukifanyika utakuwa ni mchezo wa kihistoria kubwa sana. Na mimi naamini mchezo huo utakuwa ni mchezo mkubwa sana kwenye bara la Afrika. Na naamini bara la Afrika nzima wanaisubiri tarehe 15 kuona ni namna gani wana mpira, wadau wa mpira, wana football watanufaika na performance ya timu zote mbili kuelekea mchezo huu. Jambo pekee la kuomba ni kuombea viongozi wa Yanga waamke vizuri, ni kuombea wachezaji wa Yanga kuamka vizuri, ni kuombea mashabiki wa Simba wa Yanga kuamka vizuri, kuhakikisha
wanachukua jukumu moja kuipeleka timu uwanjani tarehe 15 kuikabili dhidi ya Simba Sports Club. Na hili nikwambie Sanga TV na Bipo TV. Yanga hawezi kuwa bingwa bila kumfunga Simba Sports Club. Yanga hawezi kuwa bingwa bila kucheza na Simba Sports Club. Kwa nini Young Africans wao hawataki kucheza dabi? Na baada ya hapo wameposti Juni 15 kule Amahoro Rwanda watakuwa na mchezo wao wa kirafiki. Na umesema Yanga hawezi kuwa bingwa bila kumfunga Simba. Na Simba hawezi kuwa bingwa bila kumfunga Yanga. Lakini Yanga na favorite zaidi. Yanga kwenye mchezo wa tarehe 15, ene kesi ukichezwa. Yanga anahitaji suluhu na ashinde mechi zilizobakia, si ndio? Sahihi. Simba anahitaji kushinda zaidi ya kushinda ili apate ubingwa wa msimu. Kwa sababu niliwahi kusema nyuma, hakuna timu yoyote ambayo itakwenda kumfunga Yanga mpaka wanakuja kukutana wao kwa wao. Na hakuna timu yoyote ambayo itakwenda kumfunga Simba mpaka watapokutana wao kwa wao. Kwa maana hiyo tafsiri sahihi mpaka leo tumebaki pale pale. Kwamba ili Yanga awe bingwa amfunge Simba. Na ili Simba awe bingwa ni lazima amfunge nani? Yanga. Sijui umeelewa vizuri. Kwa mantiki hiyo ubingwa wa msimu huu utanogeshwa zaidi na mechi ya Simba dhidi ya Yanga. Sawa sawa? Lakini niseme, umeniuliza hapo kuhusiana na posti ambayo wameiposti kuonyesha mazingira ya uwanja wa Amahoro Stadium ambapo Young Africans wanatarajia kucheza mchezo wao wa kirafiki hiyo siku ya Juni 15, siku ya mchezo wa dabi ya Kariakoo. Jambo linapotoka la taarifa, ndugu zangu wanahabari na wasikilizaji, kwanza wanahitajika kujua ili jambo limetoka kwenye official page gani. Tunafahamu Ally Kamwe ni afisa habari wa klabu yetu ya Yanga. Ingawa kuna baadhi ya watu wanasema mimi sio Yanga, si ndio? Lakini nikwambie, inawezekana taarifa hiyo ikawa ni kama page kwa Ally Kamwe only. Taarifa hiyo tutaiamini, taarifa hiyo tutaikubali mpaka itakapokuwa imepostiwa kutoka kwenye peji rasmi ya Yanga African Sports Club. Ikitoka taarifa hiyo rasmi, tutaamini kwamba mchezo wa tarehe 15 haupo. Tutaamini tarehe 15 Yanga watakuwa Rwanda kwenda kuzindua uwanja wapi? Wa Amahoro. Ila mpaka hivi sasa bado tupo njia panda. Tuendelee kusubiri. Na Simba wenyewe wamepiga simu na kusema kwamba simu ya Juni 15 haijapokelewa, tuendelee kusubiri kama unacho. Taarifa za Simba kwamba next mchezo imetoka kwenye taarifa ya nani? Ya Simba Sport Club wenyewe. Jiulize kwa nini haikutoka kwa Ahmed Ally. Kwa sababu kuna taarifa za mtu binafsi, alafu kuna taarifa za club. Hiyo ya Simba ni taarifa ya club. Wanaamini mchezo unaofuata ni dhidi ya Yanga. Kwenye taarifa rasmi ya Yanga bado hawajatoa taarifa yoyote, si ndio? Lakini kwenye taarifa ya afisa habari wametoa tarehe 15 tutakuwa wapi? Amahoro, Rwanda hiyo. Kwa mimi naona, na mimi ni shauri wa Tanzania tuendelee kusubiri siku hadi siku tuone peji rasmi ya Yanga itatoa taarifa gani. Sasa tukiwa tunachagiza kuna namna ambavyo ligi ya mabingwa barani Afrika imetamatika, lakini Simba ukiangalia kwenye ranking pale imeshika nafasi ya 5 baada ya fainali ya jana Pyramids dhidi ya Mamelodi Sundowns. Ranking za kafu zimetoka, Simba nafasi ya 5. Wewe unazungumziaje Dosa? Simba klabu kutokea Tanzania nafasi ya 5 ranking za kafu. Mimi jambo hilo nimelimaliza nyuma. Nimesema vizuri kabisa. Hakuna Mtanzania ambaye hajui ubora wa Simba. Wala hakuna Mwanaafrika Mashariki na Kati ambaye hajui ubora wa Simba. Afrika hakuna asiyejua ubora wa Simba. Kwa hiyo kama imetoka taarifa hiyo, bado sijaiona. Imetoka kwenye peji gani? Peji mbalimbali ambazo zimeposti ni kwamba Simba nafasi ya 5 kwa ranking. Tunapaswa kuamini, tunapaswa kukataa? Wewe nakuuliza. Tunapaswa kuamini. Baada ya fainali ya jana taarifa imetoka leo. Yanga imekuwa nafasi ya ngapi? Yanga haipo hata kwenye 10 bora. Haipo hata 12. 11. Of course yupo. Ukiangalia vilabu 10 pale Young Africans hayupo kwenye zile vilabu 10 bora. Kwa ina maana Young Africans pale hayupo. Simba nafasi ya 5. Ni jambo la kuwapongeza sana Simba Sports Club. Simba kushika nafasi ya 5 ni jambo la kuwapongeza sana wana Simba Sports Club. Technical staff ya Simba imefanya kazi kubwa sana. Lakini hongera zaidi kwa wachezaji wa Simba. Kuna wachezaji walikuwa hawana standard ya kucheza Simba na wapo. Lakini wameipambania jasho na damu
leo tunaizungumzia Simba katika nafasi 5 kwenye bara la Afrika. Kwa kupitia hiyo takwimu, si ndio? Sizungumzi mimi. Sije kaambiwa leo na watetea Simba. Of course. Alafu Bipo na Sanga TV, Kafu wala TFF, si ndio? Hamna chombo chochote kati hicho kinachotoa renki za vilabu. Of course. Hayo ni majarida yanayotoa na watu, lakini watu ambao ni watu wa takwimu. Kuna namna tunapaswa kuwaamini, si ndio? Lakini waambie watu wajue, Kafu haitoi renki ya vilabu, wala TFF bodi ya ligi hawatoi renki za vilabu. Hizi renki zinatolewa na watu wenye majarida yao. Tunapaswa kuziamini hizi takwimu. Hii takwimu imetoka leo hii baada ya mechi ya jana finali. Klabu ya kwanza ameweka klabu gani? Al Ahly ya kwanza, ya pili Mamelodi Sundowns, ya tatu yupo pale Experience, lakini pia nafasi ya 4 RS Berkane, nafasi ya 5 ni Simba. Pyramids licha ya kuchukua ubingwa yeye yupo nafasi ya 6. Pyramid kwenye miaka 50 ndio juzi jana kachukua ubingwa. Kwa licha ya kuchukua ubingwa yupo nafasi ya 6. Mimi naamini hizo takwimu tuziamini. Kwamba tuamini. Yaani kama ungetuwekea nafasi ya kwanza ni Simba Sport Club, tungebishana hapa mpaka dunia inakwisha. Simba ana stahiki. Hana uwezo wa kuwa nafasi ya kwanza kwenye bara la Afrika. Ya kwanza Al Ahly. Imetosha. Ya pili Experience na Tunis. Ya pili Mamelodi Sundowns. Sawa. Watu wanaangalia consistency, si ndio? Sahihi. Mamelodi ni kawaida yake kucheza hizo hatua finali, nusu finali, robo finali ameshazoea. Al Ahly kashazoea. Kwa hiyo hizo takwimu za renki Singano mdogo wangu usiwe na mashaka nazo, na takwimu clear, ni takwimu sahihi. Wapo baadhi ya mashabiki ambao wana mashaka nazo. Mashabiki wana Mungu? Hao mashabiki wana Namungo? Au mashabiki wa IHF? Mashabiki hata upande wa pili hata Young Africa. Ngoja hawa Yanga umesema wewe. Sikusema mimi mashabiki wa Yanga. Nimekuuliza mashabiki wa Namungo? Au mashabiki wa IHF? Au mashabiki wa Singida Black Stars? Au mashabiki wa timu nyingine? Mashabiki ambao tunao hapa Dar es Salaam, asilimia kubwa ni mashabiki wa Young Africans Dosa. Hawa Yanga umesema wewe. Mami najua wewe ni Yanga, kweli sio kweli? Unajua? Wewe ni Yanga. Kataa. Kuna ushahidi gani?